kufahamisha kuhusiana na kile ambacho kimejiri nchini Senegal, ambapo taifa hilo limetangaza kumuunga mkono rais wa zamani Macky Sall katika azma yake ya kuwania ukatibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, ikibadilisha msimamo wake wa awali siku tatu tu baada ya Sall kumtembelea Rais Bassirou Diomaye Faye mjini Dakar. Na kuangazia kwa kina kuhusiana na hiki, studio tumemwalika mchambuzi wa siasa za kimataifa hususan eneo la Afrika Magharibi, Barwan Muhuza. Karibu sana. Asante. Sawa. Tuko vizuri lakini. Ya, bila shaka. Sawa, nashukuru sana na karibu sana. Tukiangazia kuhusiana na hiki, inaonekana kama ni ghafla hivi, pengine haikutarajiwa, ama ni kama mshtuko hivi kwa Rais Bassirou Diomaye Faye ambaye tunafahamu ametokea kwenye upinzani na alikuwa akishindana na huyu na kiongozi ambaye ni huyu Macky Sall katika uchaguzi ule uliopita, lakini ghafla inaonekana kama amekubali kumuunga mkono. Kwa nini imekuwa haraka hivi ama imekuwa ghafla? Ni kweli ni ghafla kwa sababu itakumbukwa baada ya uchaguzi uliofanyika 2024 ambako Bassirou Diomaye Faye alishinda uchaguzi kupitia chama chao cha PASTEF, na baada ya hapo tu uchaguzi ulivyomalizika tu na baada ya makabidhiano yaliyofanyika ikulu ya Dakar, Macky Sall aliyekuwa rais na mgombea pia katika uchaguzi ule aliondoka na kwenda kuishi nchi nyingine. Okay, alikwenda kuishi Morocco. Na amekuwa huko kwa miaka yote miwili kama na nusu hivi, na kumekuwa hakuna uhusiano mzuri baina yao tangu hata kabla ya uchaguzi wenyewe, na kwa maana hiyo kitendo cha kurudi Senegal na kwenda kutambulishwa kwamba sasa serikali inamuunga mkono kuelekea uchaguzi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa, uchaguzi wa mwezi Desemba, maana yake kuna jambo limetokea. Ili ya ghafla kwa nini? Ni kwa sababu utafahamu kwamba kuna mzozo mkubwa baina ya Bassirou Faye ambaye ni rais na aliyekuwa waziri mkuu wake Ousmane Sonko ambaye ni rais wa chama cha PASTEF, ama mwenyekiti, wanachanganya hivyo, mwenyekiti rais vyote tu, ama mkuu wa chama. Mgogoro mkubwa ambao ulimuondoa kwenye nafasi ya waziri mkuu na akaamua kwenda kurudi kwenye nafasi yake ya ubunge na kugombea kuwa spika wa bunge la Senegal. Sasa kumekuwa na mvutano mkubwa sana. Kwa kilichopo, hii ni kune mgongoni na mimi nitakukuna sui mguuni ama ni wapi, kwa kila mtu nikuvute. Naam, ni karata ya siasa inayochezwa hapa, kwa sababu ni dhahiri Bassirou Diomaye Faye anapoteza umaarufu, na huenda kwa kuwa anautaka urais wa 2029, maana yake huenda akaupoteza, anauona hivi kwamba unaondoka, kwa sababu mwenzie Sonko ana nguvu kubwa sana na amelishikilia bunge ambalo lina viti 365. Halafu Sonko ana wabunge 330. Ni 35 tu ambao sio wabunge, ambao wako upande au sio kwa Sonko. Kwa hivyo alichokifanya ni karata ya kumtafuta mtu ambaye anaweza kumuongezea nguvu. Hapo kamarada, kwenye ukijaribu kutazama taarifa zinazoeleza awali, kuna mataifa 20 Afrika ambayo hayakuwa yameunga mkono kugombea kwa Macky Sall katika nafasi hiyo ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Tangazo ambalo awali lilitolewa na mwenyekiti wa AU ama Umoja wa Afrika, Evariste Ndayishimiye ambaye ni rais wa Burundi, lakini baadaye tunaona serikali ya Senegal ambayo inaongozwa na Faye ikitangaza kumuunga mkono. Huu ni uamuzi wa Senegal nzima ama serikali nzima, ama ni wa Faye peke yake? Ni uamuzi wa serikali. Na serikali ndio yeye ndio mkuu wa serikali. Kwa hiyo ameamua, na utaratibu wa kawaida mambo kama haya mara nyingine unapita bungeni, lakini si lazima, kwa sababu sio jambo la kisheria la kusema lazima lifanyike hivyo. Lakini kilichotokea ni kwamba Faye anatafuta kuungwa mkono. Ataungwa mkono na nani? Kwa sababu yeye alikuwa mpinzani, yeye na Sonko. Yeye ni katibu mkuu wa PASTEF, chama chao kile ambacho sasa hakimuungi mkono kabisa, lakini kutokumuunga mkono hakumuondoi kwenye mamlaka yake, na ndo sababu akatafuta kuungwa mkono na watu ambao sasa ni maadui zake, na wale watu wa kawaida hawawezi kumuelewa
Kwa hiyo imebidi afanye maarifa ya kumtafuta mama mmoja anaitwa Aminata Toure. Huyu Aminata Toure alikuwa waziri mkuu wa Senegal mwaka 2000, ilikuwa ni Julai 2013 mpaka kwenye Septemba 2014, mwaka mmoja tu hivi kama na miezi miwili mitatu. Na huyu mama ni mtu wa karibu sana na Macky Sall aliyekuwa rais, na ndio alikuwa waziri mkuu wa Macky Sall kwa wakati huo. Sasa kwa maana hiyo, huyu kwa ukaribu wake amemtumia huyu mama amsaidie kumsogeza tena upya kwa Macky Sall, kwa sababu Macky Sall pamoja na kushindwa uchaguzi, lakini bado alikuwa na nguvu kubwa sana ndani ya Senegal, ili watu wasije wakachanganya kwamba Sonko sijui wamevutia wa vijana wengi na nini, kwa hiyo watu wanawapenda. Haiko hivyo. Ule uchaguzi wenyewe ulivyokuwa, Pastef kwa maana ya Bassirou Diomaye Faye alishinda uchaguzi kwa 54.34. Kwa utaona hiyo margin ilivyokuwa. Alishinda kwa kiasi kidogo sana, kwa kiasi kidogo mno. Kuna chaguzi unasikia mtu kashinda 90%. Huyo ndio kamtandika mtu. Yani Sawa sawa. unasema mimi hakuna anayeniumbisha kama hakukuwa na wizi, lakini Sawa. kwa kwa hiyo sababu ina maana kwamba Faye kwa kumtafuta Sall amembana kwenye hiyo kona. Tunataka tukuunge mkono, lakini njoo huyu mtu kisha tuvuruga. Sasa ukweli ndio huo. Kwa hiyo njoo tuzungumze, tuone namna ya kufanya. Jambo la kwanza, tutakuunga mkono, lakini tunataka tutengeneze coalition ya wale wapinzani na yeye, kwa wako kwenye mkakati wa kwenda kwenye uchaguzi akiwa kivyake. Sawa. Na wakiwa kwenye mkakati wa kwenda kwenye uchaguzi, basi pia utupitishe hali ya kisiasa ikoje nchini Senegal kwa sasa? Hali ni mbaya kiukweli, hali ni mbaya kwa sababu, kwa mfano, kitendo cha Bassirou Faye kusema serikali inamtambua ama inamdhamini, kwa maana ya kumtambua, kumuunga mkono, ndio pamoja na kumdhamini Macky Sall ambaye walikwisha tangaza na adui yao, alikifutilia mbaya chama chao ujue, wakati akiwa rais, na akamweka ndani Sonko, na baadaye ndio sababu ya Faye kushinda huo urais, kwa sababu ni nafasi kama alipewa tu, bwana, hebu shikilia wewe hapa. Kwa kilichopo ni kwamba hata kitendo cha kufanya hivyo, watu wa upinzani, si ni watu wa upinzani, ndio wapinzani wao, hata kama si wapinzani wa chama, lakini watu wa Pastef wote wamepinga, akiwemo Sonko mwenyewe wamepinga, wanasema hatuwezi kumuunga mkono Macky Sall katika harakati hizi. Na wananchi wa kawaida, baadhi ya watu ambao ndugu zao waliuawa kwenye zile vurugu za kabla ya uchaguzi wa 2024 wametoka mabarabarani. Hakukuwa na maandamano makubwa, lakini wamejitokeza kwenye vituo vya television na redio mbalimbali na mabango wengine wakilalamika kwamba serikali inafanya kitu gani. Macky Sall hakuwa mtu sahihi tena, sio tu kwa Senegal peke yake, huko Umoja wa Mataifa ndio kabisa kwamba ni makosa makubwa kumpa hiyo nafasi. Kwa hiyo anapingwa na wananchi wenyewe ndani ya Senegal, ikiwemo Pastef na Ousmane Sonko. Katika hali hiyo ya kuelezea hali ya kisiasa ikoje Senegal, ndio hapo nimeeleza kwamba Faye ana mpango wa kuanzisha wa kutafuta coalition, yani muungano wa wanasiasa ili ajiweke upya. Huyu mama nilimtaja hapa, huyu Aminata Toure aliyekuwa waziri mkuu, yeye ndio amepewa kazi na Faye kuratibu uanzishwaji wa chama, na hatua zimefika mbele sana kiasi kwamba wamekwisha panga tarehe 8 mwezi wa 8, kwa maana ya wiki kama 2 zijazo ndo watazindua hicho chama chao. Kwa hiyo na kitakuwa na kitendo cha kumweka Aminata Toure, kitendo cha kusogea karibu kwa Macky Sall na kumchagua waziri mkuu aliyedai sasa hivi alichukua nafasi ya Sonko, na baadhi ya viongozi kwenye mawaziri waliomo kwenye serikali aliwatoa upande huo wakina Macky Sall na wapinzani wao wengine walikuwa wadogo wadogo. Kwa hiyo maana yake ni kwamba amekusanya nguvu nyingine mpya kubwa kabisa ambayo inaweza ikawatia misukosuko akina Sonko. Na ukumbuke kitu kingine kinacholeta shida katika nchi ile ni kwamba Sonko alivyoamua kwenda kugombea uspika wa bunge na akashinda, wapinzani ambao wale wabunge 30 waliomo, ambao 35 waliomo ndani ya bunge ambao ni wa upinzani, na baadhi ya viongozi wengine waliotengenezwa na Faye walipeleka kesi mahakama ya katiba
kwamba ili jambo limekaa kinyume na katiba. Imekuwa kuwaje mtu ambaye hakuwa ndani ya bunge kama mbunge apewe kugombea nafasi ya kugombea uspika? Baraza la Katiba likakataa hiyo kitu, likasema huyu ana haki kwa sababu amefanya kazi ndani ya bunge akiwa waziri mkuu. Kwa hiyo huyu ni mbunge. Kwa hiyo wamemwambia huyu ni mbunge, ataendelea. Kwa hiyo unaona serikali kama inahisi inatengwa na mahakama, inatengwa na bunge lenyewe. Kwa hiyo wanashikilia wapi? Kwa hiyo wameona bora wajiunge kwa namna nyingine waweze kutafuta nusura ya na uwiano hapo utakuwaje? Kwa sababu kama ambavyo inaaminika kwamba Sonko ni mwanasiasa mwenye nguvu na ushawishi mkubwa miongoni mwa vijana wa Senegal, lakini Faye ameshakuwa rais, anatafuta ushirika kutoka kwa hao ambao ni watangulizi wake. Kama ambavyo umesema pia hata matokeo ya uchaguzi yanaonyesha kwamba hakukuwa na tofauti kubwa ya kura. Maanake kama atafanikiwa na huo mpango ambao kama chama kitakuja, kitakuwa kuna Pastef ya Sonko, afu kutakuwa pengine kuna chama ama muungano mwingine wa kisiasa ambao unaongozwa na Faye na wale watangulizi wake ambao bado wana nguvu kama ambavyo umesema kina Sall. Uwiano hapa utakuwaje kwenye siasa za Senegal? Kuna uwiano namna mbili hapa, Shaban na Zainab. Uwiano wa kwanza ndio huu wa vita ngumu ya kisheria ambao Pastef inaendelea kumkandamiza Faye. Kwa mfano wameamua kupitisha bungeni, bunge limeshapitisha sheria, ni muswada kwamba rais yoyote aliyoko mamlakani ambaye yuko kwenye mamlaka haruhusiwi kuwa kiongozi wa chama cha kisiasa. Yawe mjumbe tu kwenye chama, lakini haruhusiwi kuwa kiongozi, asiwe katibu mkuu, asiwe rais. Tunapozungumza, Faye ndio katibu mkuu wa Pastef ambaye hashiriki vikao wala nini, na hata mkutano mkuu wa uchaguzi uliofanyika tarehe 6 mwezi wa 6 tarehe 7, Sonko alishinda kura zote 538 zote za kiongozi wa Pastef. Si ugombea wa urais. Kulikuwa na uchaguzi baada ya kuondolewa kwake ile tarehe 22 Mei. Uchaguzi ulikuwa umekaribia sana kwenye chama kule Pastef, ulikuwa umekaribia sana. Ulipangwa kufanyika hiyo Juni mwanzoni, na ulikuwa ni uchaguzi ambao ni wa kumchagua mwenyekiti na baadhi ya wajumbe wengine na vitu kama hivyo. Kwa Sonko aligombea wakati tayari sasa ni spika, akagombea na akashinda. Kwenye uchaguzi huo Faye hakutokea, na ndio katibu mkuu wa chama. Si yeye wala si wale watu ambao wanamuunga mkono, kwa sababu kuna watu wanamuunga mkono wachache. Kwa hiyo wale wote hawakutokea kwenye chama. Na kwenye kutoa hotuba ya mwenyekiti, Sonko alisema hatutoruhusu mtu yoyote kutumia mamlaka alionayo kuleta mgawanyo kwenye nchi. Lakini hayo maneno yalisemwa siku mbili kabla ya mkutano huo na Faye pia, kwamba hatuko tayari, kama tuna tofauti zifanyike, lakini zisigawe taifa. Kwa wote ni kama wanazungumzia kuliweka taifa pamoja, lakini matendo wanayoyafanya hayaleti taifa pamoja. Wanatafuta suluhu ya amani. Hilo ni moja. Na la pili ni kwamba Faye na serikali yake wamepinga uamuzi wa bunge kupitisha huo muswada, kwa sababu muswada si lazima ukasainiwe na rais uwe sheria. Faye amekataa kusaini hiyo, akasema, na yeye anasema kwamba hiki mlichokifanya huko bungeni cha kuweka sheria kwamba rais yoyote asiwe kiongozi wa chama, tupeleke referendum. Referendum maana yake ni ndio ile kama hiyo wanasema kura ya maoni ya wananchi wote, wakaulizwe wanataka hivyo. Kwa hiyo maana ni kule kila mtu anavuta kwake, ni mambo kama hayo. La pili, mzani mwingine huu wa kulielezea hilo ni kwamba ni kweli kabisa kwamba Faye alikuwa hana ubavu. Angeamua kutulia tu na kuwaona wale upande wa pili akina Macky Sall na wenzie ni maadui zao kama walivyokuwa mwanzo, alikuwa ameondoka, amekwenda na maji. Lakini sasa amebuni, ama kama ni washauri ama ni nani au ni akili yake mwenyewe, kitendo cha kumsogeza karibu Macky Sall au akina Aminata, akina Mame Diop ambaye alikuwa waziri mkuu wa mwanzo mwanamke, na wengine wale wote wale wameamua kumuunga mkono. Na unajua mwanasiasa chakula chake ni cheo tu, sio kitu kingine chochote. Kwa hiyo kawatafuta, amewapachika wengine mawaziri, wengine taasisi mbalimbali, na wengine wanaahidiwa mlo mzuri, mambo yakikaa sawa, tuunde chama tuanze. Kwa hiyo wameamua kurudi na wamemuunga mkono. Na tukumbuke kwenye siasa hakuna adui wa kudumu na hakuna rafiki wa kudumu pia. Kwa hiyo
wameungana. Kwa hiyo nikuhakikishie kwamba msikilizaji wa UFM Radio kwamba hivi vita sasa ama haya mapambano mchuano huu unaenda kuwa mkali zaidi, kwa sababu wakati Sonko aliona amewin kwamba yeye ana nguvu kubwa na amekwenda bungeni na ana watu wengi, wafuasi vijana wengi na nini, lakini Faye amebuni njia mpya ambayo itamrudisha kwenye nguvu, na sasa mchuano utabaki kuwa kwenye mambo ya kisheria, ndio panaweza pakawa na vigingi, lakini katika hali ya kawaida kila upande utakuwa na nguvu yake kubwa sana pale ambapo itabidi kuvutana kwenye sanduku la kura. Sawa. Tunakushukuru. Asanteni sana. Asante. Ingawa pia kuna msikilizaji anasema, mchambuzi nguli Barwan Muhuza, hakika uchambuzi wako bora na umetukuka, wanajivunia sana. Choga Abdallah kutokea Bagamoyo. Tunashukuru.